إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله فاتقوا الله تعالى فإن ربكم سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Enyi mlioamini, Allah anasema katika kitabu chake, mwogopeni Allah na iangalie nafsi kitu gani imetanguliza kwa ajili ya akhira yake. Wattaqullaha, na mwogopeni Allah, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mjuzi sana kwa kila nyinyi mnachokifanya katika haya maisha yenu. Allah anaziona amali zenu njema, Allah anaziona na anazifahamu amali zenu mbaya mnazozifanya. Kila mmoja atakiwa nafsi yake ikae chini, itathmini na iangalie nini imetanguliza kwa ajili ya akhira yake. Allah katika hii aya ametuita sisi na akatwambia tumwogope yeye, na tukisema uchaji sio neno takwa, sio neno linalotoka tu kwenye mdomo, bali atakwa hayatul muslimi. Uchaji ndiyo maisha ya Muislamu anayoyaishi, au maisha ya muumini ambayo anatakiwa yeye aishi katika maisha hayo. Takwa fi salah, kwenye sala au ina uchaji. Takwa fi siyam, kwenye funga au ina uchaji. Takwa fi taamuli maa nnas, miamala yake anayofanya na watu yanatakiwa awe uchaji. Atakwa fi sirri wal alani, maisha yake yote yanatakiwa awe uchaji. Katika sehemu za faragha amekaa peke yake anatakiwa awe uchaji. Katika sehemu ambayo anakaa na watu, katika mikusanyiko ya watu, yeye anatakiwa awe uchaji. Yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta. Wewe mwanadamu, wewe muogope Allah popote ambapo utakuwepo katika huu mgongo wa ardhi. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan mar'u lam yalbas thiyaban min al-taqwa, mwanadamu ikiwa hayuko tayari kuvaa vazi la uchamungu, takallaba uriyana walau kana kasiya. Wallahi hubadilika mwanadamu, hata kama akajiona yeye amevaa, wallahi hubadilika, anakuwa yuko uchi. Wa khairu libasi al-mar'i, vazi bora au khairu kisari al-mar'i, tabia njema ya mja ambaye anatakiwa awe nayo taatu rabbihi, ajilazimishe na kumtii Mola wake. Nafsi hii haitaki, lakini ailazimishe taatu rabbihi, ailazimishe nafsi kumtii Mola wake. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, wallahi hakuna kheri kwa mtu ambaye amezama katika maasi, hataki kuacha maasi, ukai yeye maisha yake hataki kubadilika, hata kaletewa misimu
vile mtu anaelekeza kule inakoelekea. La khaira fi hadha shakhs, kwenye mtu huyu hana kheri yoyote kubaki kwake katika haya maisha. Mzama uchaji, takwa ndio kitu ambacho sisi kila wiki tunahusiana katika membari, kila wiki. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wake katika maisha ya muumini. Allah subhanahu katika Qur'an anatuonyesha sisi na kutuashiria sisi umuhimu wa uchaji, takwa. Anasema walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, kwa hakika tumewahusia wale tuliowapa vitabu kabla yenu nyinyi, nyuma zote zilizopita, sisi tumewahusia, tumewapa wasia. Wa iyyakum, na nyinyi kwa Muhammad tunakupeni wasia huo mshikamane nao. Attaqullah, ya kwamba nyinyi Waislamu, nyinyi wanadamu, hebu tengenezeni kinga ya adhabu ya Allah baina yenu nyinyi na baina ya adhabu ya Allah. Ikeni kinga nayo, kinga yenyewe si wengine isipokuwa ni takwa. Attaqullah, hebu mcheni Allah subhanahu wa ta'ala fi aqwalikum, mzungumze maneno mazuri yanayoridhisha Allah. Wa fi af'alikum, mkifanya nyinyi fanyeni vizuri, matendo yawe mazuri ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika sisi ambao tuko hai, Allah anatupa neema kubwa sana. Tunaishi katika haya maisha, masiku tunayoishi, tunaishi katika masiku bora sana. Masiku haya sio kama masiku mengine ambayo yamepita na yatakayokuja baada ya kumalizika mwezi huu. Masiku ambayo yana tofauti, yana miza, yana utofauti wa kipekee, bali masiku haya fadhala Allah. Haya masiku tunayoishi sisi, Allah kayafadhilisha, sharafaha Allah. Allah haya masiku ameyatukuza ala ghairiha, ukilinganisha na masiku mengine yote ya mwaka mzima. Haya masiku yana upekee. Masiku haya ndugu zangu katika imani ambayo tunaishi, al-a'mal tadhaafu al-ujur, matendo tunayofanya ujira wake unazidishwa. Swala unayoswali kwenye masiku haya, ujira unayopewa tofauti na ujira utakaolipa katika masiku mengine yasiyokuwa haya. Haya masiku haya turfau fiha darajat. Ndugu zangu katika imani, masiku haya kuna watu wananyanyuliwa daraja tena ya juu kwa sababu tu ya kufanya kwao ndani ya masiku haya. Masiku haya ambayo sisi tunaishi, turfau fiha adhunub wasallat. Wallahi, madhambi yanasamehewa kwa wingi na makosa wanayokosea wanadamu au waliyokosea wanadamu yanasamehewa kwa wingi mno. Haya masiku ambayo sisi tunaishi, mausiku wake, kila usiku tatanazzalu rahmatu rabbina, zinateremka rehma za Mola wetu. Kila usiku tuftahu fiha abwabu janna, unafunguliwa milango ya pepo. Kila usiku tuftahu fiha almaghfira wal'itqu min an-nar, unahifirishwa sana kutolewa msamaha kwa waja na kuacha watu huru na moto, watu ambao walikwisha stahili kwa matendo yao mabaya na machafu na maovu, waingizwe katika moto wa Allah. Lakini Allah kwa utukufu wa masiku haya tunayoishi, Allah na watu kila usiku anawaacha huru na moto wake. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna lillahi utaqaa, hakika Allah ana viumbe, hivyo viumbe anaviacha huru inda kulli fitra au inda kulli fitri, kila ukifika wakati wa muftari, wa dhalika fi kulli layla. Na hilo Allah kuonyesha tauhidi anasema analifanya katika kila usiku, mwanzo wa usiku mpaka mwisho wa usiku. Ndugu zangu katika imani, haya masiku sisi tunayoishi, hiya afdalul layali au afdalul ayyam, ni masiku bora katika masiku ya mwaka mzima, kwa sababu ndani yake masiku haya kwenye usiku wake kuna Lailatul Qadr, kuna usiku ambao una cheo kikubwa mno. Qala Allah subhanahu, Lailatul Qadr khairun min alf shahr,
Usiku wa Lailatul Qadr kufanya ibada kwa kuwafikia wewe unayofanya ibada ni bora kuliko kufanya ibada katika 1000 shahri, miezi 1000. Nasema falidhali, basi kwa hiyo haya masiku hebu tuyatumieni katika kutengeneza nafsi zetu. Haya masiku tuyatumie vizuri, yatuwe na mustahiki. Tukatize masiku haya kwa kuwa na thabati kwenye ibada na kujiweka mbali na mambo yenye kupumbaza na kujiweka mbali na mambo yasiyo na faida. Haya masiku tunayaishi, usiku wa mwanzo tulipoingia, mwezi ulipoendama, kuna mhitaji aliita, kuna mwenye kunadi alinadi kwa kusema ya khair amri, ewe mwenye kukusudia kufanya kheri, yale masiku ya thamani, masiku bora yamesha kuja, kimbilia kufanya kheri. Aqbil ala Allah, aqbil ala taatillah, kimbilie Allah. Allah anatoa msamaha kwenye masiku haya. Kimbilia kwenye kufanya taa, Allah analipa ujira mkubwa kwenye masiku haya. Alafu akasema tena ya baghi ya shar aksir, ewe mwenye kukusudia kufanya shari na shari zako, masiku haya tunayoingia, ananaji usiku wa mwanzo yalipoingia masiku, anasema masiku haya ambayo tumeyaingia, aksir, punguza, acha shari zako. Haya si masiku ya kufanya shari, bali masiku haya ni masiku ya nyoyo zinatakiwa ziandike vitauba, zirudi kwa Mola yake. Haya masiku ni masiku ya waja kujikurubisha kwa Allah bikathrati taat, kukithirisha kufanya taa nyingi. Haya masiku ni masiku ya kujikurubisha kwa Allah kwa kusoma Qur'ani kwa wingi, kwa kusaidia wahitaji. Haya masiku ni ya kukithirisha sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Haya masiku ni ya kukithirisha sana watu kuhudhuria sala za jamaa. Haya masiku ni ya kukithirisha sana watu kusali sala za sunna, takbira, baadia, wa sunna rawatib na nyinginezo katika sunna ambazo zimeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuzama sisi tufahamu kwamba haya masiku ni fursa Allah ametuletea sisi ambao tuko hai, na fursa hii Allah anataka sisi tujikurubishe kwake yeye kwa kufanya taa na amali nyingi sana. Na katika amali au amali ambayo sisi itatukurubisha kwa Allah sana ndani ya masiku haya ni qiyamul layl, ni kujitahidi kupambana na nafsi zetu, tukasimama usiku tukaswali, tukajitahidi sana. Ni katika ibada bora ambayo inatarajiwa kwa waumini kujikurubisha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya. Qiyamul layl ni ile ibada ambayo hawadumu nayo isipokuwa ni wale wa kweli wa imani. Qiyamul layl ni ile ibada ambayo hawapati ladha na utamu wa ibada hii isipokuwa ni wenye mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu waja wake ambao wana mapenzi na yeye anawapenda kwa sifa gani? Anasema tatajafa junubuhum anil madaji, waja wenye mapenzi ya kweli na Mola wao, mbavu zao zinaachana na malazi yao, zinaachana na vitanda vyao. Maana dhalika wanainuka usiku, yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Wafanya nini hao wanainuka usiku? Wanaswali, halafu kwenye sita zao wanamuomba Mola wao khawfan, wakiwa na hofu kubwa ya kutokubaliwa matendo yao, wana hofu sana ya kuogopa adhabu ya Allah. Wataman, kisha wanatamani, wao wanatamaa ya kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akamtubia kwa kusema wa min al-layli, na katika sehemu ya usiku, fatahajjad bihi nafila. Wewe Muislamu, wewe hebu nyanyuka usali sala ya usiku. Hiyo sala hiyo ni sala ya ziada kwa wewe. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Huenda kwa sababu ya ibada zako nyingi na sala zako za usiku, Allah akakunyanyua daraja ya nusu ya kiyama, akakupa nafasi ya kuombea wengine ambao
wanastahili kuadhibiwa, lakini wewe unapata sharafu ya kupewa nafasi ya kuombea wengine kwa sababu ya visimamo vyako leo usiku. Uzama tumani katika ibada bora kabisa ambayo sisi tunatakiwa tujikumbushe nayo katika siku haya qiyamul layl, kujitahidi kusimama usiku. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi akhrajahu Muslim anasema, afdalus salati ba'da al-fardhi salatu al-layl, swala bora baada ya ibada ya fardhi, baada ya swala ya fardhi ni ile swala inayosaliwa usiku. Na ndio maana Mtume sallallahu akasema, sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulul janna bisalami. Nyinyi Waislamu swalini usiku, watu wametoka na mahangaiko ya dunia, watu wamelala kama vile mzoga. Nyinyi simameni usiku, tena mkifanya hivyo tadkhulul janna bisalami, wallahi mtaingia peponi kwa amani kabisa. Qiyamul layl, kisimamo cha usiku, sharaful mu'min, wallahi ndio utukufu wa muumini. Qiyamul layl madrasatul islah al-ikhlas, ndiyo ni chuo ambacho sisi tumeletewa ndani ya mwezi huu kuzitengeneza nafsi zetu kuwa mukhlisin, tuwe tunamtakasia Allah ibada zake. Qiyamul layl huwa sababu limaghfirati dhunub, ni sababu ya kupata msamaha. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, atakayesimama mausiku ya mwezi wa Ramadhani akitaraji yeye anafanya hivyo akiwa na imani ya kweli na anatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ana ikhlasi ya kweli, ghufira lahu ma taqaddama, jazatu, zawadi yake atakayopewa, tuzo yake atakayopewa ni msamaha, atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nizama kama qiyamul layl sharaful mu'min wa madrasatul islah, ni utukufu wa muumini, na hichi ni chuo tumeletewa sisi. Madrasatul ikhlas ni chuo ambacho tumeletewa sisi kuja kuzitengeneza nyoyo zetu. Lakini katika vitu ambavyo vinastaajabisha sana, lakini kwa upande mwingine pia vinahuzunisha sana, kuona waumini ulipoingia mwezi wa Ramadhani tulikuwa wengi, takriban safu 3 mpaka 4, na misikiti mingine ilifika mpaka safu 7, lakini kila siku zingine waumini wanapungua, bali wale wanaohudhuria kwenye sala za tarawih, sala za usiku, wale wanaohudhuria nafsi zao zimekuwa nzito, nyoyo zao zimekuwa nzito, wanachosubiri haraka ni tasbira ya akhira, salamu ya mwisho. Bali kuna wengine wamekuwa na mpigo na uzito mpaka inafika wakati anaswali 2 na 6 anaziacha au 9 anaziacha, bali wengine wanakuja msikitini wanaishia kupiga mazungumzo kule nje. Ataarifuna antum limadha, hivi nyinyi mnafahamu sababu gani imepelekea na watu wakapatwa na uchovu na watu wakatoka mapema na watu wakawa ni wazito kusimama usiku? Mimi leo ndio ni mzito, tarawih kwa wao imekuwa kama vile ni mzigo wamebebeshwa juu ya madada yao. Antum taarifuna limadha, hivi nyinyi mnafahamu ni sababu gani iliyopelekea hivyo? Mimi niwaambie, ulama Uislamu wao wanataja sababu zilizopelekea wengine wakafika hali hii leo. Wanasema ziko nyingi, lakini mimi katika wakati huu nitazitaja baadhi ya hizo. Wanasema jambo la mwanzo, adhunubu wal maasi. Wallahi uzito tunao sisi kuhudhuria sala za tarawih, Allah tunahudhuria ikawa ni kama vile maswali, ikawa vile mzigo wa Mungu umebebeshwa juu ya mabega yetu. Tuna hamu yetu kusikia taslima ya mwisho, salamu ya mwisho tumemaliza. Kwa sababu gani? Inna hadhunubu wal maasi, ni madhambi. Al-maasiya hiya qaidun fil qadari. Ulama wanasema maasiya ni pingu imeyafunga miguu, wadina fil qalbi, na giza kilichoingia kwenye nyoyo. Na ndio maana mmoja katika salafu salih anasema, hayo maneno yanasababishwa kwa Sufyan Thauri, anasema adnabtu dhanban fa'ulimtu qiyama al-layli sajatan. Subhanallah, anasema mimi kuna siku nilifanya dhambi moja, wallahi kwa sababu ya ile dhambi nilinyimwa mimi kusimama. Nilikuwa na kawaida kusimama usiku,
nikanyimwa na Allah kusimama usiku. Kila nikitaka kusimama siwezi, usiku na usingizi unanipitikia. Mwaka mzima mimi sijapata kusimama usiku. Adhunub ta'malu kal aghlal tufayidu al-harakat. Ndugu, madhambi yanafanya kazi kama pingu unazijua wewe, zinafunga harakati nafsi ya Muislamu isitingishike nahwa taat, kwenye kumtii Mola wake. Ndio maana Allah anasema fi anaqihim aghlala, hawa ni kumwasi Allah, kwenye shingo zao kuna pingu za madhambi. Moja katika watu wa tafsiri wanasema biannaha dhunubuhum allati kabitahu au kabilatuhum, haya yaliyomo juu ya shingo zao sio pingu hizi unazijua wewe. Bianaqihim aghlala, kwenye shingo zao kuna pingu za madhambi. Hawezi kusimama pia mbele maskini, hawezi. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zao nyingi. Na ndio maana wengi wamepita walikuwa kusema inna min a'zami uqubati dhunub hirman taa, katika adhabu kubwa ambayo mja anaadhibiwa hapa duniani kwa sababu ya dhambi zake ni mtu yule dhambi aliyofanya anaadhibiwa kwa kunyimwa yeye kuja kufanya taafuna. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kuhusiana na wanafiki, Allah anasema kuhusiana na wanafiki, walakin kariha Allahu bi'athab, Allah wale wanafiki kumbe kunajuka na kusimama kulingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah yeye hakupendezeshwa na wao kusimama wakamfuata Mtume, fatabadahum, wakatiwa uzito, wakila kuhudu ma'al qa'idin, wakaambiwa wao kaeni msifuate Mtume na pamoja na wenye kukaa na wewe, kwa sababu ya madhambi yako umeambiwa kuhudu ma'al qa'idin, endelea kukaa hivyo hivyo, usihudhurie swala za usiku mpaka Ramadhani imalize. Kaa nyumbani kwako, kaa maskani, kaa sokoni, kaa kwenye duka lako, bila kurudi ma'al qa'idin. Umeambiwa wewe kaa pamoja na wale wanaozuiliwa kwa barabarani. Kwa nini? Kwa sababu ya madhambi yako unayofanya. Fadhunubu tatabbi aljasad, wallahi madhambi yanaufunga kiwiliwili. Hata ukitaka kujilazimisha utaingana italia, lakini ukitaka kusimama unajiona mzito mpaka alfajiri hiyo imetooza. Umemaliza kila lako wajilazimisha kwa mswali, lakini unajiona unasinzia unalala, unajiuliza nini? Wallahi dhunubu, madhambi yako yamekuzuia wewe huwezi kusimama pia mchozi. Alhamdulillah, tufanye nini? Alistighfar, tubia kwa Allah, ikbali Allah, kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tahfifi hadha al-amal, ili upate wepesi wa kufanya matendo mema ndani ya masiku haya. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, atawassul fi mubahat, ni watu kujiachia sana kwenye mambo yaliyohalalishwa. Na tukizungumza mambo yaliyohalalishwa, la kwanza kwenye masuala ya kula, futari pamoja na daku, ibtilau al-butun, kujaza matumbo ni sababu ya kuwa wazito kuja tarawehe. Kujaza matumbo wakati wa binadamu ni sababu ya sisi kuwa wazito kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, ma mala alamin wi'a sharran, mwanadamu hajajaza chombo cha shari zaidi min batnihi, kuliko ile tumbo lake. Kwa wewe unatakiwa usaizi. Huu mwezi wa kula na kunywa, huu mwezi wa ibadati, una hekima nyingi za kuongelea kukuza kula. Mchana mzima wewe usile, usiku ile kidogo, sio kama usiku kushakata wakati wa kuweza tumbo. Usiku wewe ule saizi tu, ili wewe kusimamisha moyo wako na kufanya ibada, sio ndio wakati wa kujiachia. Stari 10-15 zimebaki mbele yako, utakuwa mzito wa kufanya ibada. Asaha min hawati, ukasa kwa kuangalia simu, hata kama ni mambo ya halali unayoangalia. Hizi sio kipindi cha kuchezea simu, ndugu zangu katika imani. Unaweza kuangalia wakati mwingi kwa kuangalia hili na hili, hata kama ni halali, lakini kama ndio sababu ya wewe kutokuweza kusimama kisimamo hicho. Ndio maana ulama wa Uislamu wakapendekeza sana katika masiku haya watu wapate faraha ya kujiweka bana mambo haya ya mubahati, waelekee katika mambo yanayozuniwa na yanayoharibishwa kuyafanya. Chengine kuja kufahamu
nafasi ya qiyam kwenye nyoyo za Waislamu. Yaani ile tarawih watu hawajui thamani yake, watu wanaona ni ada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa tarawih ndiyo ada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa vile mwezi wa Ramadhani baada ya isha ndio sala ya tarawih, tukapata na mzito wa kusimama, na leo kama tungeona kwamba ile ni fursa ya kusamehewa dhambi, ule ndio mlango wa kudiriki Lailatul Qadr, ile ndio sehemu ya kukaa faragha na Mola wetu. Wallahi viwili vyetu vingepata nguvu na tungepata ladha za nyoyo, na sisi wenyewe ndio mzito ungebadilika. Kwa sasa ni raha kuhudhuria sala ya tarawih. Kitu kingine al-ishtighal bidunia, kinachofanya sisi kwa wazito wa kuhudhuria swala za usiku ni kujishughulisha sana na dunia. Hii dunia hii imeipa nafasi kubwa kwenye maisha yetu. Hii dunia hii imeipa nafasi kubwa kwenye nia zetu, kiasi ambacho tumesimama wallahi mwanzo wa swala mpaka mwisho, akili ziko kwenye nyumba, akili ziko kwenye kununua, akili ziko kwenye kadha, akili iko kwenye kadha, akili yote mwanzo wa swala mpaka mwisho haipo. Moyo uko mbali, tumekosa kufahamu nafasi ya swala ya tarawih, tumechukulia kwa ada, tukabebesha mambo mengi makubwa mchana. Mwisho wa usiku nataka tusimame, tunashindwa kwa sababu tumeibeba dunia kwenye mioyo zetu, tumeibeba dunia kwenye midomo yetu. Ndugu zangu, qiyamul layl innahu sa'atun ta'abun qasir. Fahamu kwamba kila kisimamo cha usiku ni muda mdogo ambao wewe unapata taabu, lakini taqibuha rahatun abadiyya. Wallahi baadaye utafuatiwa na raha ya milele. Chozi utakalosimama wewe usiku pale mwaka katika kiza cha usiku kwa kumwagia Mola wako, takubuhura minadhunub. Wallahi chozi hilo linakwenda kufuta bahari ya madhambi. Acha uvivu Muislamu, hichi ni kipindi cha kupita. Simama usiku uswali, elekea kwa Mola wako, tubu kwa Mola wako, taka msamaha kwa Mola wako, mwaga chozi mlilie Mola wako. Mwende kwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wameandikiwa katika mwaka huu, ni katika wale ambao watashukuru Mungu. Barakallahu. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله والداعي الى الله. اما بعد، جزاكم الله. Leo tuko Ramadhani ya 17. Masiku ya leo mbele yetu ni machache sana kuingia kwenye 10 la mwisho. 10 la mwisho ni yale masiku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyatukuza sana. 10 la mwisho ni yale masiku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyapa nafasi ya kipekee, bali hiya afdal ayyam Ramadhan, ndio masiku bora zaidi katika masiku yote ya mwezi wa Ramadhani. Ayuha almuslim, ewe Muislamu, al-ashru al-awakhir fursatuka al-akhirah, masiku 10 yanayokuja ya mwisho ndiyo fursa yako ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia katika masiku hayo, taghayyara halu, hali yake yeye ilikuwa ikibadilika, kama alivyoashiria mama Aisha radhiallahu anha. Anasema kana idha dakhalat al-ashr al-awakhir, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, ahya al-laila, usiku anauisha, wa ayqadha ahla, na anaamsha watu wa nyumbani kwake, wajadda, anajikaza, anajitahidi, washadda al-mizara, kadhalika pia anajitenga na wake zake, anajitenga na godoro lake, anajiweka mbali na mambo yote ya hamasa,
anaelekea kwenye taa ya kumtii Mola wake. Ayuha almuslim, ewe Muislamu, al-asr al-akhirah au al-asr al-awakhir hiya fursatuka al-akhirah, masiku 10 yanayokuja ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani ndiyo fursa yako wewe ya mwisho. Hii fursa hii zile kupita. Fursa hii ni fursa ya thamani. Farahi al-layali, hayakuwa haya isipokuwa ni masiku maaduda. Wallahi ni masiku machache yenye kuhesabika. Huenda wewe ukiapa haki yake utadiriki rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, utaandikiwa wewe saada fi dunia wal akhirah, utaandikiwa wewe maisha mazuri ya hapa duniani kadhalika na akhirah. Na tahadhari kubwa kuyazembea haya masiku, na amekula hasara kubwa yule ambaye atazembea masiku haya. Na katika mambo ya kusikitisha sana, sisi Waislamu leo tunafanya masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani ndio masiku ya kujiandaa na sikukuu. Tunapigana vikubwa masokoni kutafuta hili na lile kwa ajili ya siku hii. Tunapigana vikubwa kwa magari hayatoshi, ikifika mwezi 21 22 magari kwa foleni mpaka kwenda Chake Chake na kurudi hakuna nafasi mpaka inafika saa 9 siku moja tutagari. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wamechukua masiku haya 10 kwa ndio maandalizi sahihi ya kujiandaa kwa ajili ya siku yao. Na kwa Muslim, hapana ya Muislamu sio hivyo. Haya masiku haya haya masiku haya yameshafika. Ni uwanja huu, masiku haya ndio fainali ya kumalizia mchezo huu unaoletewa. Allah huyu Allah yaftahu lahu wa janna, Allah anakufungulia milango ya pepo kwenye masiku haya. Fabaligu, wallahi Waislamu kimbieni haya janna tajifutiat kama yako inafunguliwa. Fallahu qadiru, hebu tangulizeni mahali mwenyewe haya al-asr, haya masiku yanashakadia. Fanafisu, nyinyi Waislamu shindaneni kama al-taksira, wallahi huwa mzembe shakosha basi tena. Kama al-taksira huwa uvivu ulionao basi tena ushakosha. Kama al-taksira huwa uvivu na uzembe ulionao, masiku tumeelekea si masiku ya kuzembea. Uzembe wako basi bashakosha tena. Al-ayyam ni siku ambayo sharti ya asli kuazimia kweli katika masiku tunakwenda. Hii fursa kwa watu wanaotafuta janna. Wewe Muislamu, masiku tunayoendea ni fursa ya kipekee. Ikiwa wewe unataka janna, yetakifu tajidafu, ikiwa wewe una uwezo huo, simama siku kadri unaweza, dumisha kufanya taa, paliza msimu. Usije wewe ukapita Lailatul Qadr ambayo Allah anasema khairun min alf shahr. Wallahi kufanya ibada ndani ya siku hiyo ni bora kuliko kufanya ibada katika miaka 83. Ayuha muslim, mada turid? Uislamu wewe unataka nini? Haya Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama imanan wa ihtisaba, atakayesimama usiku huo wa Lailatul Qadr akawa na imani na anatarajia malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anasema ni kweli dhambi zote alizofanya. Wewe Muislamu unataka nini kwa Mola wako? Takayyan, hebu picha ibada ya siku moja unafutiwa na dhambi ya miaka mengi iliyopita nyuma. Hasara gani wewe hii kija kupita Uislamu? Hasara gani? Kuna hasara zaidi ya hiyo kwa kupita siku ile ya Ramadhani? Ibada Allah, hebu tupinde, azimia, amua, taka sasa. Fursa yako hii ya mwisho, huna fursa nyingine. Na nachukua ile fursa hii kuanzia hotuba yangu kwambia, nihusia nafsi yangu kadhalika pia na kuhusia nafsi zetu katika masiku 10 tunayoendelea mwezi huu wa Ramadhani. Mimi nahusia kwenye masiku haya, kwanza tuyapokeeni kwa toba na renew nia zetu, ili ikiwa kuna madhambi ndio yanakuwa kutuzuia sisi kufanya toba. Haya
liondoke, iwe sisi ni wepesi kufanya toba katika masiku haya. Falidhalika nasibu, mimi nawahusia nafsi yangu anastakbila hadhihi al-ayyam, tuyapokee masiku haya kitauba watatidiniya awinawaya, tuyapokee masiku haya kwa kutubia na kurijuu nia zetu ziwe mpya. Na mimi niwaambie, Allah subhanahu kwenye kitabu chake ameashiria kwamba mtu hawezi akapata saada isipokuwa ni mtu ambaye ana ukweli na Mola wake. Wallahi, usitegemee wewe kupata kheri za leo kukali, hata kama utasimama, ikiwa wewe unasimama huna ukweli na Mola wako. Jadi niati, tengeneza vizuri nia yako, yapokee haya masiku kwa tauba. Allah anasema katika Qur'an, walladhina yurjuna ma atahum qulubuhum wajila, na wale ambao wanajitahidi kufanya mema mengi na nyoyo zao zina hofu, annahum ila rabbihim rajiun, ya kwamba wao kwa Mola wao ni wenye kurejea. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, watu hawa ndio wana ukweli na Mola wao, ndio ambao wanazikimbilia kufanya heri, wanazikimbilia khairat, wa hum laha sabiqun, na wao ndio pekee yao watakaozipata, watakaofika mwanzo kwenye hizo heri. Kuwa mkweli na Mola wako mwenye kuyapokea masiku haya kumi. Haula watu hawa Allah anasema, walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, watu hawa ni wale ambao wameipitisha mausiku yao hajakuwa wamesimama, wanasali sujadan wanasujudu. Hivyo ndivyo waumini wanavyopitisha masiku yao. Usiku wa muumini haupiti mwanzo mpaka mwisho ya kalala. Usiku wa muumini kuna sehemu unahuishwa kwa sala. Haya yao wameacha vitanda vyao, wakasimama na mwelekeo Mola wao, wanafanya nini? Allah anasema Rabbana, watu hawa wakiwa wao wamesimama usiku, nyoyo zao zimejawa na mchaji, nyoyo zao zimejawa na hofu ya kumwogopa Allah, yakulun usiku kuwa wao wamesimama wanasema Rabbana sirif anna adhaba jahannam, ewe Allah tuweke mbali sisi na adhabu ya Jahannam, inna adhabaha kana gharama, hakika ya adhabu ya Jahannam ni adhabu yenye kudumu kwa makafiri. Innaha saat mustaqarran wa muqama, hakika ya Jahannam ndiyo mafikio mabaya na makazi mabaya kwa kufikia hapo. Ewe Muslim, ewe Muislamu, wasia wangu kwa wewe, tunaelekea kwenye masiku 10 ya mwisho, kwa fursa yako ya mwisho. Tilawa ya Qur'an, soma sana Qur'an, lakini ukisoma Qur'an soma kitadabbur, la surah, soma kwa kuzingatia, usisome haraka, soma kwa kuzingatia, usisome haraka. Lakini kingine na kusia, ukisimama usiku kuwa na kushukuru, kuwa na unyenyekevu. Allah anapenda kidogo lakini kizuri, Allah hataki vingi, anataka kidogo kilichokuwa kizuri. Kadhalika pia na kusia katika masiku 10 tunayoelekea, hizi sana kuomba dua sana. Dua leo ukiomba, kwanza niombee, itangulize nafsi yako, kisha watangulize wazazi wako, kisha waombee watoto wako, kisha waombee majirani zako, waombee waliokuzunguka au maamu, mashangazi na wengineo katika familia yako, waombee Waislamu wote umuman. Na ndani ya masiku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani jitahidi sana kukithirisha dua hii, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Hii ndio muhimu sana kukithirisha katika masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kadhalika pia jitahidi sana katika masiku haya 10 ya mwezi wa Ramadhani ya mwisho kutoa sadaka, hata kama ni pesa ndogo, hata kama ni kitu kidogo. Yani wewe huenda ukatoa sadaka hasa katika wakati wa usiku, ukatoa sadaka wewe ikafikiana na usiku wa Lailatul Qadr, ukaandikiwa wewe umetoa sadaka miaka 83. Yani jipangie kwanza leo, jipangie. Hata kama wewe una 10,000 ichangishe kila siku kwa 500. Wallahi kwa 500 yako wewe utakuja kudiriki usiku wa leo ukati ukaandikiwa wewe umetoa sadaka ndani ya miaka 83. Mzee jamani, al-ashr al-awakhir fursat al-akhirah. Islam
masiku 10 ya mwisho yanakuja ndiyo fursa yako ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani. Usiyazembee na wala usiyafanye kama ulivyofanya masiku yaliyopita, bali jalia masiku haya 10 ya mwisho ndiyo mwanzo wako mpya na Mola wako. Tengeneza mahusiano mazuri na Mola wako, jadid renew nia yako, eka azma na Allah atakuhakikisha katika hilo. Ala salli wa sallim ala Muhammad bin Abdillah kama amara Allah dhalika fi kitabihi al-muqaddas. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم عليك بعد التشريك وعنا معكم من القلب الاحسان الى ابد. اللهم قدمنا ليله القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واغفر لنا لعتق النار، واغفر لنا ولوالدينا واهلنا والمسلمين اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا